Na hii ndiyo safari ya mbinguni ya kutisha zaidi kuwahi kuelezwa. Katika kitabu cha kale cha Henoko, Henoko anadai alipelekwa mbinguni akiwa hai, na kile alichoona kilibadilisha kila kitu. Alisema anga halikufunguka tu, lilijifunua kwa matabaka. Katika mbingu ya kwanza, alivyopaa juu ya mawingu, dunia ilififia chini yake. Ni anga lisilo na mwisho tu, ilibaki pazia kati ya ulimwengu. Hiyo ilikuwa tabaka la kwanza tu, lakini alipoinuliwa juu zaidi, hewa ikawa nzito, nuru ikafifia. Mbele yake lilisimama gereza kubwa lenye kivuli. Ndani yake walikuwamo malaika waasi waliofungwa gizani, wakingojea hukumu. Na akainuliwa juu zaidi mpaka mbingu ya tatu ikafunguka na nuru ikarejea. Pepo ilisimama katika utukufu kamili, bustani ambazo hazikuguswa na uharibifu, mito iliyong'aa kama kioo, amani ya kina sana, hadi ikaonekana ya milele, na moja kwa moja kando yake, zikitenganishwa na mpaka ambao hakuna nafsi ingeweza kuvuka. Katika mbingu ya nne, aliona jua na mwezi vikiwa vimewekwa mahali pake, vimesimamishwa, vimewekwa katika njia zake kwa usahihi usio na dosari, kana kwamba ulimwengu wenyewe ulisonga kwa kusudi. Katika mbingu ya tano, aliwaona viumbe wasiohesabika wakubwa sana, wakiwa katika huzuni. Alipoingia mbingu ya sita, aliwaona makerubi na maserafi wakiwa na maumbo yenye kung'aa na ya kutisha, ambayo yasingewezwa kupimwa kwa ubunifu wa mwanadamu. Katika mbingu ya saba, aliona viumbe visivyofanana na chochote duniani, malaika waliofunikwa kwa macho wakitazama, na mbele yao Enoki alielewa jambo la kutisha. Mbingu haikuwa tu utukufu, ilikuwa uangalizi, ilikuwa hukumu. Na kisha, hata zaidi ya ulimwengu wa macho yanayotazama, kila kitu kilibadilika. Mbingu zikanyamaza, na hapo Henoko alisimama mbele za Mungu. Hakutoa maelezo ya kile alichokiona, kwamba kilikuwa cha ajabu, cha kushangaza na cha kutisha kabisa. Basi hili ndilo swali. Je, hii ilikuwa onyo au ufunuo? Kwa sababu ikiwa maono ya Enoki ni ya kweli, basi maisha baada ya kifo si rahisi. Andika Enoki ikiwa uko tayari kwa kinachofuata. Kisha like